Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya 4 na ya mwisho ya taarifa za yanayojiri. Kuna hiyo taarifa mtazamaji ya hivi punde kuhusu kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Makachero wameingia kule bomani mwake na kumkamata. Ni taarifa ambayo mtazamaji tunaifuatilia na kupata maelezo zaidi, na tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu kukueleza ni kwa nini amekamatwa. Ni kwamba gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi amekamatwa kufikia sasa, na ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu na tutakuwa tunakuletea maelezo zaidi punde tu tutakavyokuwa tumeyapata kwenye chumba chetu cha habari. Kwingineko, zaidi ya familia 300 zimeathiriwa na mafuriko katika kijiji cha Mbitika, eneo la Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga. Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua kubwa inayonyesha katika eneo hilo. Wenyeji wamesimulia hasara ambayo wamepata, ikiwemo kupoteza makazi na mifugo ambao wamesombwa na maji. Chakula walichokuwa wamehifadhi kimeharibika baada ya magala yao kufurika maji, huku mimea mashambani pia ikiharibiwa na mvua. Wamesimulia pia hofu ya mkurupuko wa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Usiku wa leo mvua ilinyesha kutoka saa 6 hivi ya usiku, na usiku mzima mvua ikanyesha na kulikuja maji nyingi na kukawa na floods. Sasa ng'ombe kuku zetu zikaenda na mbuzi zetu zilienda, nazo nyumba zote zilijaa maji. Kwa hivyo hivyo ndivyo tulikutana na shida ya usiku wa leo. Mvua ndiyo hiyo inaanza kutiririka kutoka Mount Kenya, mito ikijaa, maisha yetu inapinduka, inakuwa maisha hohehahe. Watu walikuwa wanaitwa councilor kitambo wakuje kuwa MCA, ndio akawatuonea huruma. Tulikuwa tunataabika, kukondisha nyumba ni shinda, wakati mwingine hatuna chakula, ndio tunaona tunasumbuka. Hata wa sasa tunalia tukishindwa ni wapi tuelekee. Kazi yenye nafanya kubwa ni kuwasaidia wakaaji kuendea ng'ombe na kuwapelekea kuwafungia. Huyu kijana ndiye tu anaweza kuvuka hii mto, ndio aende atufungie ng'ombe na akuje nazo. Juu sasa hata huku hakuna mahali inaweza kufungiwa. Wahudumu wa bodaboda kaunti ya Kwale wamehimizwa kushirikiana na maafisa wa polisi ili kukomesha visa vya uhalifu katika kaunti hiyo. Mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa bodaboda Kevin Mubadi amewataka wahudumu hao kutoa taarifa kwa polisi kuhusu vijana wanaotumia pikipiki kuhangaisha wenyeji kwa mapanga ili waweze kutiwa mbaroni. Akizungumza kwenye shughuli ya kumchagua mwenyekiti wa muungano wa bodaboda kaunti ya Kwale Mahmud Rajab, Mubadi ameahidi kushirikiana na uongozi mpya wa bodaboda ili kuleta mabadiliko katika sekta hiyo. Wahudumu hao wamesema kuwa mwenyekiti mpya wa kaunti hiyo ataweza kuangazia matatizo yao. Watumike kama chombo cha kuripoti. Kama kuna mtu yote ana sense kama bodaboda, tukiona kwamba wewe mienendo zako si mizuri, wewe unafanya hizo vitu, ndio maana nimesema hata kama ni brother yako na unajua anabeba kipanga, anakata watu na ni mwizi, ripoti yeye kwa polisi. Tuko tayari kusaidiana na serikali kuu ya kipolisi. Kwanza tunashukuru sana kwa uchaguzi wa leo, na bodaboda watarajie mengi kutoka kwetu kama viongozi wapya tulioshikilia saizi, na yale yaliyofanyika nyuma tunahakikisha kwamba watapata uwazi. Waekeze hizi sako zetu, kwa sababu tuwe na mfuko ambao utakuwa uko strong, kwa sababu sisi bodaboda kitu ambacho tutataka ni hii mfuko wetu uwe strong, na tukiwa strong tutakuwa tunajiandika kivizuri, na tukiwa na tatizo tutakuwa tunasaidia.